Clip ambayo inamuonesha ni familia ambayo Mati inaonekana kama vile yupo kwenye swala zima la mahali kutolewa. Sura yake inaonekana Violet mention kabisa pale ongela Mati, inawezekana kwamba sio yeye kweli. Labda ni usiku wa shukrani kwa wasanii wa Chado Master Film, kwa maana kwamba wasanii ambao wameshiriki tamthilia ya Chado Master wamekuja kuwashukuru mashabiki wote ambao wamekuwa wakifuatilia tamthilia yao kuanzia moja mpaka hapa ambapo wamefikia, na miongoni mwa wasanii ambao wamefika usiku huu wamesema hapana bwana, wacha tushiriki na wasanii wenzetu kwenye moja na mbili ya kuweza kutoa shukrani zao kwa shabiki. Ni sambamba na Mudi Muzungu Bakalaba, mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana kunako tamthilia ya Dunia. Ukizungumzia Mudi Muzungu unazungumzia kipaji fulani hivi cha pombe nyingi. Tunazungumza naye atuambie kwa hiki ambacho amekuja kukifanya, kwa hiki ambacho wasanii wa Mission Impossible wanakifanya, tafsiri yake ni nini? Mzee wangu anakuaje? Bwana fresh. Mambo yanaenda, tunamshukuru Mungu mpaka tumefika hapa. Mungu anatia neema zake. Sawa. Wasanii wa Mission Impossible wanatoa shukrani, wamekuja kutoa shukrani kwa mashabiki wao. Binafsi unaona hii tafsiri yake nini hasa? Ni kitu kizuri kwa sababu toka wanaanza mpaka hivi sasa nafikiri kuna changamoto nyingi wanakuwa wamepitia, kwa sababu kama unavyojua kazi zetu sisi za sanaa, unaanza vizuri, katikati zinakuja quarrels nini na nini, lakini mpaka kufika hapa wanakwenda kuhitimisha. Ni jambo la kumshukuru Mungu, ni jambo pia la kushukuru watu ambao wanaotazama kazi, mashabiki, sisi wenyewe kwa ujumla, wasanii alikadhalika. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi naona ni kitu kizuri Chado amefikiria na timu yake kwa ujumla. Kwa hiyo ni jambo zuri, hata wengine pia wanaofanya kazi kama sisi kina Dunia tunapata nafasi ya kujifunza namna gani na sisi tukimaliza tuandae kitu gani kama Chado, kama nani inatengeneza pia, inaleta ukubwa kwenye channel. Mudi, kama shabiki unatazamaga kazi zile za Chado Master? Mimi namshukuru Mungu, natazama kwa sababu najifunza the way stories zilivyo, wasanii wanavyocheza, huwa natazama. Sawa, naomba tuzungumzie kidogo kambi yenu Dunia, moja kati ya kambi, moja kati ya familia, moja kati ya wasanii ambao kwa sasa mnafanya vizuri sana. Ni wapi maua yenu? Maswali yamekuwa ni mengi kuhusiana na kitu ambacho kimepostiwa na director Bicho ama Baba Asma. Alisema kwamba anaomba radhi kuhusiana na mabadiliko ambayo yamefanyika kwenye tamthilia yenu ya Dunia. Mabadiliko yaliyopo ni kwamba Matilda ambaye tumezoea kumuona kila kukicha hayupo, badala yake kuna mwingine ambaye amekuja. Ombi lake mashabiki wampokee Matilda, wamtie moyo, wasimkatishe tamaa. Nakuuliza wewe kama mwanafamilia wa Dunia, kama msanii ambaye unafahamu in and out ambacho kimetokea kwenye kambi yenu ya Dunia, kwa hiki ambacho Baba Asma amekiandika, unakiona jasa? Kwa upande wangu mimi naona ni kitu cha busara, kwa sababu sisi ndo tunajua ambacho tumepitia kutokea kwa Mati, kwa sababu sisi binadamu tunafanya kazi. Alkadhalika kwa Mati ni mtu ambaye anapenda sana sanaa, anapenda avuke mbali, afike mbali zaidi. Kwa hiyo kwa kitu kama kilichomtokea, hali ya afya ambayo ilomkuta, kiukweli wakati najisikia vibaya, kwa sababu huwa tukiendaga location kule, labda set yake tunaenda kwake, kwa sababu tunaposhoot pale ni kwake. Kwa tunaenda pale, tuna director anakuwa kashatunga story, lakini tunamuuliza hali yake, ushaona zile. Mimi niko fresh, akikumwangalia kama hivi, mbona yuko sawa, au tuache kwanza tutulie, hamna fresh. Sawa, Mudi ulikuwa wewe ni mmoja kati ya mtu ambao mmeishi sana na Matilda. Hebu waambie washabiki wenu kipi hasa Matilda kinamsumbua? Matilda bana, kinachomsumbua sijajua kiafya daktari anaona nini au ameona nini, lakini alituomba kwamba kwa sababu tulipokuwa tunashuti ni mtu fulani mara kaishiwa nguvu, kuna zile mara huko kunauma, sijisikii vizuri. Baada ya kufuatilia daktari akasema katika uchunguzi wao kama wao wenyewe walivyoona kwa madaktari, sijajua kitu gani ambacho kimemkuta, ushaona. Kwa hiyo wakatuomba muda huyu anarejea apumzike kwa ajili ya uchunguzi, wao wenyewe wajue shida ni nini, ushaona. Kwa hiyo baada hapo
kabidi tutafakari sasa, miezi 6 au miezi 5 Mati anaumwa. Dunia ni kubwa, watu wanafuatilia wengi sana. Sasa tusitishe dunia kwa sababu ya mtu mmoja. Sawa, ni tatizo la kiafya, lakini no way out tunatakiwa tunafanya nini? Kwa sababu episode zimepanda nyingi kusema kweli, kuanzia siku ya 70 na ngapi Mati anaonekana kidogo, anaonekana kidogo, au hata episode 3 zinapita aonekane. Ushaona eh? Kwa hiyo ilitupa ugumu sana, ilipa director ugumu. Mwisho wa siku sasa tukapata wazo, kwa nini tusifix kitu kama kile, kwa sababu tukiangalia kazi nyingi hata za mbele zilizotoka, baadhi utakuta msanii amefariki, kwa anatafuta mtu walau anayefanana naye na anapita nazo. Nafikiri kama Fast and Furious ni zile movies wengi sana, tunaangalia hata kina Lamata amechange juice kati hapa, msanii kutoa huyu kaingia huyu. Kikubwa tulikuwa tuna hofu mashabiki wanaofuatilia dunia itakuwaje, wataipokeaje, na huyo msanii ambaye anayekuja naye atacheza, atapretend kama vile anavyofanya. Uzuri sisi tunamshukuru Mungu tulivyomfanyia Alieso, muonekano, rangi, walau kwa ufananio huo na kazi. Je, anaigiza vizuri? Kwa upande wetu tuliona anafanya vizuri, na mpaka director akamwamini, wengine timu nzima tukamwamini, basi huyu atamwakilisha Mati kwa muda fulani. Mati atakapokaa sawa, tutaendelea na zoezi. Kwa hiyo mimi naomba mashabiki ambao wanafuatilia dunia tumpokee dada yetu yule, tusimvunjishe moyo, kwa sababu ndo mwanzo wa safari yake. Atafanya kama Mati, end of the day itafungua milango yake ya riziki. Mati atakapokaa sawa, inshallah atarudi kwenye nafasi yake kama kawaida, na mambo mengine ya dunia ataendelea. Kwa hiyo mtusamehe, tunaomba radhi, sisi hayo ni matatizo ya kibinadamu ya Alkazalika. Inaweza kanitokea mimi, akaja akatafuta mudi mwingine, akamtokea fulani, ili mradi tuendelee kupata elimu, tuburudike, tuenjoy, tujilambe. Sawa, Mudi, mimi ama sisi wasanii waandishi tumekuwa ni daraja tunawaunganisha ninyi wasanii na mabosi zenu, kwa maana kwamba mashabiki wenu. Baada ya Baba Asma kutoa ile statement ya kwamba Matilda amebadilishwa, maneno yamekuwa ni mengi. Nadhani zimekuwa ni nyingi. Nataka tuichambue moja badala nyingine. Ya kwanza, wanasema Matilda na mimba kweli. Tamthilia inaonyesha kwamba Matilda ametoa ujauzito na manyanya. Na watu wanasema vile ambavyo anakuwa anaigiza kana kwamba ni mtu ambaye ana ujauzito kweli. Wajuaji wakimwangalia umbile lake, tumbo lake, unasema kama ana ujauzito kweli. Hii imekaje? Kwa upande wangu mimi sidhani, na sijamchunguza sana. Nafikiri katika hali ya kujiweka mama ambayo ndio imepelekea sasa asiwepo sasa hivi kwenye tamthilia. Katika hali ya kujiweka sasa, mimi nina mimba kwenye tamthilia, najiwekaje? Kwa mfano mimi naigiza kama mlevis, mandevu na yafuga, nazitengeneza fasho zangu zilivyo, ili hata mtazamaji, mara nyingi wengi wa watazamaji wanamfuatilia Mudi, wanajua Mudi analewa, anakunywa pombe, lakini the way ninavyojiweka, ushaona. Kwa hiyo lazima ajitafakari kama msanii ni namna gani anaweza kajiweka kafanana na mtu ambaye mwenye ujauzito, kwa sababu sifa ya msanii nini, zile physical appearance lazima uibadilishe. Unapotakiwa uwe bonge, itabidi ule sana uwe bonge, unapotakiwa uwe mwembamba. Lakini kwa upande wangu kusema kwa ujauzito, mimi sijawahi kumuhisi kama na ujauzito, ila sijui kwa upande wangu. Kwa hiyo hawa wanaosema labda Matilda mimba ndio imemfanya asiendelee na kazi, mimba yake shoko kubwa, kiuhalisia ni kweli? Unaweza kwa hivyo kweli? Mimi si ndo tunakuwa naye. Mimi sija kumuona na ujauzito. Hiyo ya kwanza. Wengine wanasema kwamba Matilda ameolewa. Ukifuatilia kwenye peji ya Matilda, kuna posti ambayo alishawahi kuiposti Violet, akamtag akamcollaborate na Matilda, akampa hongera. Ilikuwa ni siku ya ambayo Matilda alikuwa ametolewa barua. Alipiga picha, aliyeposti na hisi ni Violet. Kwanza wapo na Mati, ya pili ni video clip ambayo inaonyesha kwamba swala zima la barua linaendelea. Wajuaji wakasema kwamba Matilda anaolewa au ameolewa ama anataka kuolewa, kwa maana kwamba yule ambaye anakwenda kuishi naye hataki ashiriki tena kwenye sanaa. Hii imekaje? Hiyo kwa upande wangu mimi naona mageni, kwa sababu sikuwahi kuona hiyo posti. Huenda ipo kama wasichana washaposti wao wenyewe, lakini sikuwahi kuona event yoyote au tunaalikwa tunafanya kwa ajili ya shughuli, labda anatolewa mahali na nini. Kwa upande wangu mimi sijawahi kuiona hiyo, ila sidhani, nitajaribu kufanya uchunguzi. Kwa hiyo hujawahi kuona? Mambo kwa ushahidi bwana. Hivi vitu vipo.
Sure, mimi nakwambia, mimi sija kuona hiyo. Labda wewe ndo wa kwanza kunionyesha. Umeona hii picha ya kwanza? Martin na Violet. Ndio. Hii hapa hii. Hiyo. Pengine inaweza kaa location watu wanaamini. Ya pili ni hapa. Hii picha ya kwanza. Pengine watu ya pili ni hii sasa. Video clip ambayo inamuonesha ni familia ambayo Martin inaonekana kama vile yupo kwenye swala zima la mahali kutolewa. Sura yake inaonekana wapi? Violet mention kabisa pale ongela Martin, inawezekana kwamba sio yeye kweli. Labda unajua wanawake wanajua wenyewe siri zao, ila mimi sijai kuona wala sijai kualikwa. Na kweli nataka nione sura. Sasa sio yeye. Hebu onyeshe vizuri. Sasa sio yeye bwana. Kamwili kapo. Wewe unasema wanaodhania kwamba Matilda labda anataka kuolewa ndio maana hataki kuiza na Sanaa, hilo wewe ulifahamu? Mimi hilo silifahamu. Mimi nafahamu Matilda anaumwa na tulikuwa tunamuona location, tukapewa taarifa kutoka kwa director pamoja na uongozi wa ndugu zake kwamba tunahitaji apumzike. Ushaona na ndio maana labda pia tukiangalia location mpya ile Martin anahitajika apumzike pale tunaposhoot ni kwake. Ushaona Ndio maana amebadilishia nyumba. Nenda sehemu nyingine kwa sababu kuna ile washa taa, fanya hivi, Mati mpya kaja, Mati tupishe kasebleni, si kaa nje kidogo, mtu anaumwa na kwa hizo inakuwa sio vizuri. Mashabiki wanalalamika wanasema mmewakosea ama baba Asma amewakosea. Kwa nini mmembadilisha mtu pasi na kutoa taarifa? Watu wanatarajia leo tunaenda kula episode tamu ya Dunia, lakini bubao na ingine nakutana na mtu mgeni. Huwezi kuhisi ni kosa ambalo baba Asma amelifanya kama director? Mimi kwa upande wangu si kosa. Unajua katika utoaji wa taarifa unaweza kutoa taarifa direct na taarifa indirect. Sasa sisi tumetoa direct pengine kutokana na wakati episode inatakiwa ipande na ni story ambayo ishatungwa inahitajika Mati aingie. Ushaona? Mimi kwa upande wangu naona sidhani kama amefanya kosa, ila tutaona kosa endapo kwa sababu tunaona wale ambao walo change watu wengine huwa wanatangulia kusema, lakini tunaweza tukamuonyesha mtu baadaye tukaongea, watu washatazama kazi kikubwa, kwa sababu mtu kaona scene moja basi anamtathmini hajui si ya nini. Hapana jamaa, tuangalie anunguniki kama Mati ajikudeka. Anga mtu umeona scene moja, kusema kweli mapozi anayo, sauti anayo, mvuto anao. Hebu jamani tuangalieni episode inayofuata 85, 86 ngapi, afu tuangalie tufike hata episode 10 ndo tujaji. Kwa upande wangu mimi jamani, naombeni tumpokeeni dada yule pale, amekuja kukava. Sometimes hata nani kina Pakome wanaumia, ina maana Pakome aumie uwanjani kwa sababu ni finali, basi afe umo. Lazima tu change, Pakome apumzike, ingie mtu mwingine, tushinde. Ndo kama hivyo, kapumzika kwa muda na mtu anakaa miezi 6 hata kwenye mambo ya uchezaji. Nafikiri wanafanya hivyo jamaa. Kwa hiyo tumpokeni dada yetu, tumtie moyo, tufanye kazi, tuendelee kuenjoy na Dunia. Tumalizie. Hivi inashindikana kuingia kambi mkashuti episode zote kiasi kwamba hata ikitokea tena mtu akaumwa mnakawa hana deni, kwa maana kwamba kama Mati yule mngemtumia muda mrefu, muda ambao mlikuwa mna rest mngefanya naye, sasa hivi asingetokea haya. Hii haiwezekani? Inawezekana kwa sababu hata ukiangalia tamthilia nyingi ambazo zinazoruka kwenye ma TV huwa wanaandika, wanafanya season 1 inakaribia kuisha, kwenye editing ndo wanaanza kuposti, wanakuja wanafanya season 2 mpaka wanamaliza. Sometimes Sania anakuwa hana deni na anafanya sehemu nyingine, lakini pia kwa upande wetu sisi ipo tofauti kidogo kulingana na tunafanya kazi ya YouTube, sometimes tunaenda na vibe. Sawa? Unajua kwenye TV mtazamaji anaweza akatazama kitu, kwa mfano kwenye media atatazama kitu lakini atatamani kucomment kitu, lakini hawezi kucomment kwa sababu yule alot produce kazi haioni. Lakini si kupitia Dunia, kupitia YouTube au watu wengi wanafanya kazi YouTube, huwa tunafuatilia comment, tunaangalia wateja gani au wateja wetu wanataka kitu gani. Kwa ndio maana tunapita. Leo kimetrend kitu cha fulani cha masuala ya let me say kwamba masuala ya kuvishana nini niweke hii ipo Valentine kesho tunacheza siku za nyuma, siku ya Valentine tunapost. Just imagine unacheza Valentine leo, tunataka watu waone Valentine, tuishi kwenye uhalisia. Sehemu nyingine watu wanakosa uhalisia, siku wanaotazama kazi Valentine ishapita, Valentine iko mbele. Kwa sisi tunaenda the way kiki zinavyozidi kwenda, comment zinavyozidi
tunakwenda, ndio maana tunafanya hivyo. Lakini ipo nafasi ambayo kwenye by season 2 director tumejaribu kuliona hilo, tusha discuss kwamba tutafanya kazi zaidi hata episode 30, and then tutaanza kuposti moja huku tukiwa tunahema na kuendelea kazi nyingine. Mchakato kumpata Matilda mpya ilikuwa ni ngumu kiasi gani? Maana mlimpataje au mlikuwa naye kambini? Hapana, yule tulimpata kwa kuuliza, kufanya research mbalimbali. Walikuja wengi, lakini performance sometimes unajua zile mwingine anakuwa hapo serious, lakini pia ilikuwa ngumu. Sisi wenyewe kwanza kufikiria kile kitendo pia kilikuwa kigumu. Lakini mpaka imefika stage kwa kuwajali mashabiki, dunia kubwa, ili tulazimu sasa tumpitishe yule pale kupitia uwezo wake na uzuri. Kafanya kazi nyingi kama sikosezi za Madebe, watu fuatilia kazi za Madebe wataona uwezo wake. Na kwenye dunia akija nafikiri uwezo utaongezeka zaidi kulingana na story ilivyo, directing na yeye mwenyewe katika ukubwa ambao alopewa. Kama wana familia wa Dunia, zile comment watu wanasema hatutazami tena Dunia kwa sababu Malti hayupo. Na waumiza kiasi gani? Zinatuumiza tena sana, lakini tunaamini kwamba nafikiri ni hasira. Unajua unapokuwa na hasira unaweza kufanya kitu chochote.